Wapendwa, leo mama kanisa anaadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Katarina wa Siena kama ilivyo ada kila mwaka ifikapo tarehe 29 Aprili. Jina Katarina kwa lugha ya Kigiriki maana yake ni mwanamke asiyekuwa na mawaa. Huyu alikuwa ni mtawa wa shirika la Wadominikani, mwanataalimungu mahiri, mwanafalsafa wa nguli na mtu aliyekuwa na maono mapana katika maisha. Alizaliwa tarehe 25 Machi mwaka 1347 huko Siena nchini Italia. Alifariki dunia kunako tarehe 29 Aprili mwaka 1380 akiwa na umri wa miaka 33 tu mjini Roma. Papa Pio wa pili akamtangaza kuwa mtakatifu kunako mwaka 1461 na tarehe 4 Oktoba 1970 Mtakatifu Paulo wa sita akamtangaza Mtakatifu Katarina wa Siena kuwa ni mwalimu wa kanisa. Mwaka 1939 Papa Pio wa 12 alimtangaza kuwa ni msimamizi wa Italia pamoja na Mtakatifu Francisco wa Asizi. Katika historia ya maisha yake, anakumbuka sana kama mjumbe wa amani, mshauri wa mababa watakatifu waliolazimika kukimbilia uhamishoni kutokana na misuguano ya kisiasa. Alikuwa kweli ni mwanamke wa nguvu, aliyesaidia mchakato wa toba na uongofu wa ndani unaosimikwa katika Injili ya upendo, amani na upatanisho wa kweli. Mtakatifu Katarina anasema, usitafakari juu ya dhambi zako ulizotenda hapo zamani, isipokuwa kama una lengo la kutafakari juu ya huruma ya Mungu, ili kumbukumbu ya dhambi za zamani zisije zikakukatisha tamaa, bali zikufanye ujiaminishe zaidi kwa Mungu na kuona zaidi thamani ya mateso ya Yesu yalivyokustahilisha kupata msamaha wa dhambi. Alikuwa mwanamke hodari na mwaminifu aliyewachangamotisha waamini wote kukita maisha yao katika tunu msingi za kiinjili na kuacha kufumbata malimwengu. Ni mtakatifu aliyejisadaka kwa ajili ya umoja wa kanisa, akasali na kujitosa kwa moyo wake wote. Leo mama kanisa anatualika waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kusali na kumuomba Mtakatifu Katarina wa Siena ili aweze kuombea umoja wa kanisa. Mtakatifu Katarina anatufundisha kuwa na upendo wa dhati kwa Mungu.